أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، الله سبحanahu wa ta'ala katika hii aya moja ya suratu An-Nahl abainisha na kuweka dhamana ya yule ambaye ataka maisha mazuri katika uhai wake wa dunia na kesho akhira, kuwa lazima hili sharti alitimize ili Allah subhanahu wa ta'ala amjaalie maisha mazuri hapa ulimwenguni na kesho akhira. Ibadallah, wengi katika watu, bali tuweza kusema watu wote watafuta saada, lakini njia ya kuitafuta saada na kufaulu katika huu ulimwengu na kesho akhira wakafuata isiyokuwa njia aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana wengi katika wale wanaoitafuta saada hawawezi kuipata, kwa sababu njia wanaoitumia sio aliyowawekea yule aliyewaumba Allah subhanahu wa ta'ala. Man amila salihan min dhakarin au untha, yoyote atakayefanya mema akatekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala, min dhakarin au untha, awe ni mume au ni mke, wa huwa mu'minun, kwa sharti ni mu'min. Dhamana Allah subhanahu wa ta'ala itoa na kusema falanuhiyannahu hayatan tayyiba, huyu tutamhuisha na kumpa maisha mazuri katika huu ulimwengu. Maisha mazuri katika ulimwengu si shahada kubwa uliyobeba ya wadhifa wako unaofanya, wala sio kuwa na mali nyingi katika huu ulimwengu, wala si chochote katika kile wanachofikiria wengi katika watu katika mambo ya kidunia. Maisha mazuri na uhai wa kheri ni wa yule ambaye atajidhibiti na maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala: man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Na bado kesho akhira kuna malipo makubwa aliyowaekea Allah subhanahu wa ta'ala ya kuingia katika pepo ya Allah. Al-a'malu salihah, ibadallah, ndiyo sababu ya kujishindia rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo uingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-a'malu salihah ndiyo tamanio la kila anayeondoka katika huu ulimwengu aliyefanya upungufu katika hilo. Hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un, qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Atamani yule aliyepoteza umri wake katika huu ulimwengu, lau kama atapewa muda mchache anapofikiwa na mauti, sio afanye chochote kile, la'alli a'malu salihan, anachokitamani ni kufanya amali njema. Wakati mimi na wewe tuko katika uhai wetu na siha zetu, tusiuchezee wakati wetu. Ikawa wanapofikiwa na mauti watu hawa watamani lau kama watapewa muda wa kufanya amali njema. Bali si hapo tu, al-a'malu salihah ndiyo tamanio la wakosefu kesho siku ya kiyama katika uwanja wa hisab. Walau tara idh almujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Lau kama ungeliwaona wakosefu siku hiyo wameinamisha vichwa vyao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, huku wasema rabbana absarna wa sami'na, ewe Mola wetu, tumeona yale
tumesikia, farji'na na'mal salihan inna muqinun, watatamani lau kama watarejeshwa katika huu ulimwengu ili wafanye amali njema. Al-a'malu salihah ndiyo tamanio wal'iyadhu billah la watu wa motoni. walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الله سبحانه وتعالى aeleza adhabu kali watakayokuwa nayo wal'iyadhu billah watu wa motoni. Itakapowazidia adhabu ya motoni watakuwa wakipiga ukelele, rabbana akhrijna na'mal salihan, wataomba watolewe kutoka katika moto wa jahannam, warejeshwe ulimwenguni. Sababu na'mal salihan, atamani arudi kufanya amali njema. Ibadallah, ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala tayari ashawaonya waja wake, isije ukawa katika wale ambao itakuwa ni ukumbusho kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah.